بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa leo ni tarehe 15 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1440 katika darsa ya risala sifatu az-zawjati as-salihah tulitaja huko nyuma sifa za mwanamke mwema mpaka tukafikia katika sifa ya 12. Na leo biidhnillah ta'ala tutaanza na sifa ya 13 ambayo ndiyo ya mwisho iliyoorodheshwa katika risala hii. Na sifa hizi za mwanamke mwema ni sifa ambazo yawezekana kwa mwanamke kujipamba nazo, wala hazina uzito ndani yake kwa mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine baadhi ya watu wakashangazwa na hizi sifa ambazo atakikana ajipambe nazo mwanamke mwema, na hii haikuwa ni sababu yoyote isipokuwa uharibifu ulioko katika mujtamaa wa baadhi ya watu, mpaka ukafanya kuwa hizi sifa nzuri ambazo dini ya Uislamu imemuhimiza mwanamke kujipamba nazo imekuwa leo ni udhalilifu kwa mwanamke, ni ujinga kwa wengine, wakajiona wamejishukisha hadhi yao kwa kujipamba na sifa nzuri kama hizi. Na hili ni kosa, na ziko katika sifa nyingine ambazo yatakikana wanaume ndani ya nyumba wasimame kisawasawa ili waweze wanawake kupambika na sifa kama hizi kwa msaada wa waume zao. Sababu wapo, kwa mfano sifa ya mwisho tuliyoizungumzia ya wanawake kuvaa mavazi ambayo ni takriban wako uchi, na hili jambo latokea ukawaona wakienda maharusini wakiwa katika hali kama hizo. Sababu ukiitizama kuu katika jambo hili, na bila ya samahani, hakuna wanaume ndani ya nyumba. Kuna watu wanaoitwa madayuth ndio wamekaa ndani ya nyumba, hawawezi kuwaambia wanawake wao kuwa hili ni la sawa na hili si la sawa. Kwa hivyo hakusimama kama mwanamume ndani ya nyumba anavyotakikana kusimama, na hili lachangia pakubwa sana katika uharibifu ulioko katika mujtamaa. Yule mwanamke unayemwona nje anayetembea akiwa uchi, imma ni binti yake mtu ana baba, imma ni dada yake mtu ana kaka, imma ni mke wa mtu ana mume wake. Si mwanamke ambaye aishi bila yoyote katika wanaume. Lakini wanaume nyumbani hawajasimama kisawasawa kusimamia majumba yao na kuhakikisha kuwa watoto wao wa kike wamejipamba na sifa nzuri ambazo Uislamu umewaamrisha kujipamba nazo. Kwa hii ni tambii
katika upande wetu sisi wanaume kusimama kisawasawa katika kuwasimamia wale walioko chini yetu katika wanawake. Na hili jambo kila mwanamume ambaye ni msimamizi katika nyumba ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Nyote ni wachungaji. Shauri yake bwana afanyie atakavyo, si shauri yake. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Mtaulizwa juu ya kile mlichokichunga mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanamume ndani ya nyumba asimame. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Qiwama. Kwa hivyo asimamie kama vile alivyopewa cheo hicho na Allah azza wa jalla. Kinyume na hivyo, ule ufisadi tunaoona katika mujtama una sababu, na miongoni mwa sababu ni hivi. Bali zile nguo anazozivaa za ukosefu wa adabu alimnunulia mumewe, ama baba yake mzazi amemnunulia, ama kaka yake amemnunulia. Nani wa kumlaumu hadi ikifikia kama hivi? Almuhim, sifa ya 13, السعي في إرضاء الزوج بكل وسيلة ممكنة. miongoni mwa sifa za mwanamke mwema ni kujibidisha kumridhisha mumewe kwa kila njia inayowezekana. Ajaribu kila namna kuhakikisha kuwa mume wake yuko radhi naye, sababu ndiyo katika sababu ya yeye kuingia peponi, ikiwa mumewe yuko radhi naye. Kama vile mtu akikosa radhi ya mzazi wake, basi yuko katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mwanamke anayekosa radhi za mume wake vile vile yuko chini ya ghadhabu wal iyadhu billah za Allah subhanahu wa ta'ala. وتقدم في الحديث قول الزوجة الصالحة لا أذوق غمضا حتى ترضى. متangulia katika hadithi huko nyuma kauli ya yule mwanamke mwema ambaye amemuudhi mume wake, ama kumetokea suu tafahum baina yake yeye na mume wake akamkasirikia. La adhuqu ghamdan, sionji mimi usingizi, hatta tarda, mpaka mume wangu uridhie. Ukiridhia ndio mtalala, shika mkono mume mpaka uridhie ndio nilale. وفي الكبائر للذهبي، الإمام الذهبي katika kitabu anachonasibishiwa al-Kabair amezungumza maneno pengine labda mwanamke akiyasikia leo aweza kushangaa ile hali au zile sifa alizozitaja al-Imam al-Dhahabi anazotakikana asifike nazo na kujipamba nazo mwanamke. Haya ni maneno ya al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. asema الواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجها وتجتنب سخطه ولا تتمنع منه متى أرادها. wajibu juu ya mwanamke ni kuomba na kutafuta radhi za mume wake na kujiepusha na kumkasirisha mume wake, wala asijizuie na kukataa wakati wowote ambao mumewe atamuhitaji, wakati wowote wa usiku au mchana.
وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج na yampasa mwanamke afahamu kuwa yeye ni kama mfano wa aliyemilikiwa na mume wake. فلا تتصرف في نفسها ولا في ماله إلا بإذنه, asifanye chochote kwa nafsi yake wala kwa mali yake isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Nataka kubadilisha rangi ya nywele zangu, badilisha rangi siku hizi. Si rangi gani bwana? Rangi fulani, mimi sikuipenda hii. Wengine waweza kuruka, haifai kubadilisha rangi. Na masuala mengine. Hii ni mambo ya mapambo ya wanawake. Hukumu yake tofauti. Nataka kukata nywele zangu, muombe ruhusa nani? Mumewe. Si mume amekuja pale, mbona kuna jamaa ndani ya nyumba yangu nini? Kumbe mkeo huyo kanyoa boksi. So kunani mama? Imekwendaje? Nataka kufanya jambo fulani katika nafsi yako, nataka kufanya jambo lolote, mwanzo mshauri mumewe kabla kufanya chochote. Wala hafai kutasarraf katika mali yake isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Sababu wapo baadhi ya wanawake, sio wote, baadhi ambao hawajui namna gani wanavyotakikana kutumia pesa. Yule mume akitoka tu tachukuliwa, kutanuliwa chauro, kutanuliwa vituko gani, kutanuliwa viazi vya karai, viazi vya kuvuruga. Siku hizi mpaka kupika wengine hawapiki tena. Kuna magrupu yamefunguliwa ya WhatsApp. Kila anachokitaka anunua tu. Leo mume wangu utakula nini? Mimi natamani samaki, natamani hivi, natamani chapati. Sawa jamani, nani wapika chapati? Nani wapika samaki? Nani wapika? Mimi niko mali fulani, letee. Huyu aletwa, mume wangu tayari. Saa ngapi ngo tayari? Siku hizi mambo mtandao, hata pia chakula digital. Chakula pia kimekuwa digital leo. Hakuna tena, baadhi yao hakuna tena hata kumpikia mumewe angalau akajifakhirisha kuwa mmepika chakula leo mume wangu amekipenda. Pia yako. Na hii haimaanishi kuwa haifai. Kununua chakula ni yafaa, haina tatizo lolote. Lakini kule kupita mipaka, ikawa mtu khalas maisha yake yote yaishi hivyo, makosa. قال وتقدم حقه على حقها, na yampasa mwanamke atangulize haki ya mume juu ya haki yake. wa huquqa aqaribihi ala huquqi aqaribiha, na haki za jamaa zake na familia ya mumewe juu ya haki ya jamaa zake na familia ya upande wake yeye mke. وتكون مستعدة لتمتعه بها بجميع أسباب النظافة, na mwanamke awe atajiandaa ili mumewe aweze kustarehe naye kwa kila njia ambazo aweza kutumia za usafi, kujiweka katika hali ya usafi. Na hapa pia kuna mtihani mwingine kwa baadhi, ukawakuta ule usafi ni kitu kingine, ule usafi kwake ni kitu kingine. Lau kama yule mume atachungulia chini ya mvungu wake, aweza kupata nguo za jana, za juzi, za nini zimerundikwa kule chini, ikitolewa yapigwa kisigino kama mpira, yatiwa chini ya kitanda. Uchafu. Yeye mwenyewe kule ndani, kwa mfano Mombasa hii na joto hili,
eti mtu oga mara moja kwa siku. Jamaa, si uongo tu, tanuka jasho. Hamna hapo, ukioga mara 4 mara 5 wewe bado wasikia joto na jasho la kutoka. Alfajiri waoga, kabla hujaenda kazini waoga, watakuswali adhuhuri waoga, jasho kila wakati. Asri waoga, kabla ya magharibi waoga, kabla hujalala waoga, na bado tena watu na jasho. Lakini ukamuona mke habari hana, kijasho hicho si cha kawaida. Atoka kupika hivi tupika vile, akirudi kule ndani eti yuenda kulala akiwa anuka kijasho. Hii si tabia nzuri, hii tabia si nzuri. Na wako wa aina hii, sema toshambuliwa, wako wa aina hii ambao hawajui kitu chaitwa usafi. Na wako wengine masha Allah, usafi wa ajabu. Ndani ya nyumba ukiingia, manukato, kumefukizwa. Kanzu yako mwenyewe mume wataka kuivaa Ijumaa kwa mfano, umefukiziwa, umewekewa manukato. Ukiingia watamani kukaa ndani ya nyumba. Na kwingine ukiingia tu mwanzo wawasha, kuna ile feni kama unayo ile wawasha ya kutoa harufu nje ile, mwanzo waanza na ile pa. Mke wangu kuna hii switch waiona, kumbe ndo ashakwambia kuna harufu humu ya ajabu sana. Pia wamo. Wala taftakhiru alayhi bijamaliha, wala sio sawa kwa mwanamke kujifakhirisha mbele ya mumewe kwa uzuri wake. Kwa waonaje mimi ni mzuri? Wewe wafikiria ungepata mwanamke kama mimi? Bahati yako tu wewe. Mimi sikufanana na wewe. Kama mimi ningelikuwa hivi, ningelikuwa vile na vile. Ajifakhirisha na ule uzuri wake. Usijifakhirishe mbele ya mumewe na uzuri ambao umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa utakuwa kama wamfanyia yani minna yule mume kuwa mimi nimekubali kuolewa na wewe, lakini kama wewe hustahiki kuoa mtu kama mimi. Wala tu'ibuhu biqubhin in kana fihi, wala asimtie dosari mumewe ikiwa kuna ubovu fulani. Mwangalie jito hilo, mwangalie mdomo huo, mwangalie sijui pua hiyo, mwanzo wewe mfupi, mwanzo wewe sijui uko vipi. Usimtie dosari, si tabia nzuri hii. Ndio mumewe hivi, huyo ndio mume wako, ufanye heshima naye. Wayajibu ala almar'ati aidan dawamu alhaya'i min zawjiha. Al-Imam Adh-Dhahabi endelea kusema, na ni wajib kwa mwanamke pia. Maneno si yangu, maneno al-Imam Adh-Dhahabi asema pia yampasa na ni wajib kwa mwanamke adumu kumuonea haya mume wake, adumu kumuonea haya mume wake. Wa ghaddi tarafiha qudamahu, si kumwangalia na macho hivi ya kukodoa, awe atashukisha macho yake chini anapozungumza na mume wake. Wallahi mwanamke akipambika na sifa hizi atakuwa mwanamke wa ajabu sana, mwanamke wa ajabu sana. Huyu yuko kwenye qimma katika utiifu, yuko katika qimma katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili. Wa ta'atu li amrihi, na kumtii mumewe katika amri yake. Wasukutu inda kalamihi, anapozungumza mumewe awe atanyamaza, si kunyoshana vidole tena kwenye kichwa. Akisema nipe nikupe, na yeye pia iwatoa yake. Akizungumza na yeye iwatoa yake. Wasukutu inda kalamihi, anapozungumza unyamaze, nyamaza, msikilize. Walibtiadu an jami'i ma yuskhituhu, na ajiepushe na yote yanayomkasirisha na kumghadhibisha mume wake.
وترك الخيانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته نكواcha khiana wakati mumewe hayupo katika tandiko lake asifanye uchafu nyuma ya mume wake wa malihi na mali yake pengine waume wengine huwaamini wake zao ikawa kile alichonacho akiweka ukamwona akivuta ndugu yangu maskini apata tabu yule shika hizi azibandika ubavuni shika hizi ajue yule hajui hisabu mume atokwa na jasho enda mbio akija kiketi hivi mbona sifiki ufiki kumbe gunia la vuja mwenzako huku huvuta bila ruhusa akatoa na haya pia yafanyika katika mujtama ukamwona mwanamke daima atoboa gunia la mumewe avuta tu bila ruhusa amfanyia khiana na kuna wengine watu wa ajabu sana pengine kaka yake mvutaji bangi sallallahu yahdiana wa iyahu ama mlaji wa madude mara ghafla ameshikwa sasa mamake yule mke amfuata vipi ndugu yako wajua nshikwa apata taabu tafanya nini ngoja mama avuruta kwa mumewe kule shika nenda kamtoe namna hii yafanyika pia huu mujtamaa wetu una mambo mengi ya ajabu kwa hivyo asimfanyie khiana katika nafsi yake na mali wewe ukivuta mali ya mumewe bila ruhusa mwivi wewe mke mwivi wewe maadamu kila kitu akupa na umetosheka na kila unachokihitajia kwa nini uchukue katika mali yake bila ya ruhusa kuna wengine baadhi yao ni maadui wa maendeleo katika nyumba mume ajiona haendelei kumbe mwenzake avuruta tu hawa pia wako na kama wewe ni mmoja wao jiepushe na tabia hiyo mbovu waacha tabia hiyo ya kuvuruta tabia mbovu isipokuwa ikiwa mume hakupi kinachokutosheleza bil ma'ruf si unavyotaka wewe kila harusi nataka nguo chakula pia iwa kupunja badala ya kilo moja wewe na watoto wako apika robo kilo sasa hapo sheria imekuruhusu kuchukua kiasi ambacho kitakutosheleza wewe na watoto wako khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf sikuvuruta kufanya ndiyo mfereji ukawa wamtia hasara mumewe watibu raiha mwanamke kujipamba na harufu nzuri udi zauzwa tuumu kila ina manukato yauzwa nunua ujiweke na harufu nzuri kila wakati unapokuwa nyumbani kwako wataahudu alfami bisiwaki walmiski watib na kudumu katika kuchunga mdomo wako usije ukabeba harufu mbaya ni kila wakati wewe wapiga mswaki kuna manukato labda ama kula ubani ule unaoleta harufu nzuri na waume pia upande wa pili siingie tu ndani ya nyumba tu wewe mwanzo kimbilia kama alivyokuwa Mtume sallam kana yabda'u bisiwak akiingia nyumbani jambo la kwanza aanza na mswaki jamaa huingia tu ndani ya nyumba atokako huko na kuna wanaume wengine waajabu pengine wala marungi sijui wala vitu gani wengine hula matambu domo la nuka ushawahi kutawadha msikitini mtu ala tambu kisha akatema pale chini ile harufu ile yaweza kukuenua uso wako ukainuka juu hivi kuna nini sasa ikiwa huyu atawadha nsukutua tu huyo kwa mkewe huko na wengine wavutaji masigara enyi wavutaji masigara midomo yenu yanuka vibaya sana si kwa wake zenu tu hata mkija misikitini mwatuudhi wewe ushaswali na ubavuni na mtu afuta sigara kisha nyeshwa na mvua
na kupasiri basi anyeshewe na mvua kisha uswali ubavuni mwake, wewe utazuia pumzi mpaka swala iishe, utafikiri wazama baharini ukitoka. Wallahi rabbi, manake yule imamu akiyorefusha ile swala kwa kusimama hivi, kama ni adhuhuri kama ni alasiri, utamwona kama breathe in out hivyo nini harufu, mpaka wakafikia hali maulama wasema ikifikia hali hii waruhusiwa kisheria kuondoka pale mahali kuvunja swala, basi hakuna khushu' tena.